إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من الجهل ومن النار. أحبة في الله، ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anayehitaji kufanikiwa katika maisha yake ya duniani, lakini pia katika maisha yake ya akhera, ajipambe na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama tulivyosema, kumcha Allah ni kujiweka katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huo ndio ucha Mungu. Hotuba yetu ya leo ina kichwa cha habari kinachosema ni'matul amni wal istiqrar, neema ya amani na utulivu. Amani ni neema miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Utulivu ni neema miongoni mwa neema tulizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila Muislamu anatakiwa afahamu jambo hilo, afahamu umuhimu wa amani, na awalinganie watu kunako na amani. Ndugu zangu katika imani, hakuna asiyejua umuhimu wa amani. Yani kabla haujasomewa aya wala hadithi wala aqwalu ya ulama, kila mmoja katika sisi anajua umuhimu wa jambo hili. Muislamu anajua umuhimu wa amani. Muislamu anafahamu umuhimu wa utulivu katika nchi. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza katika aya nyingi umuhimu wa jambo hili la amani, umuhimu wa amani. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza kunako na umuhimu wa amani. Nabiullah Ibrahim alayhi salam
kila mji wake uwe na amani, kwa kufahamu ya kwamba amani ni neema, amani ni jambo la muhimu. Aliombea nchi yake iwe na amani, na maombi hayo yakanukuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idh qala Ibrahim, nakumbukeni pindi aliposema Ibrahim, rabbi ij'al hadha baladan aminan, ewe Mola wangu ujalie mji huu uwe ni mji wa amani. Baada ya kupatikana amani, warzuq ahlahu min athamarati, wape riziki watu wake, waruzuku watu wake matunda, wape riziki, wape chakula. Lakini ametanguliza kwanza amani kabla ya kuomba mali, kabla ya kuomba riziki, kabla ya kuomba matunda, ametanguliza kuomba amani. Hii ni kutokana na umuhimu wa jambo hili, kwa sababu unaweza ukapewa amani, unaweza ukapewa riziki, lakini ukashindwa kuila riziki hiyo kwa sababu hakuna amani. Unaweza ukawa na pesa za kutosha, lakini usiweze kupata huduma kwa pesa zako kwa sababu hakuna amani. Lakini pia katika aya nyingine, Nabiullah Ibrahim alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala aujalie mji wake uwe na amani, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahim, na kumbukeni pindi aliposema Ibrahim, rabbi ij'al hadha albalada aminan, ewe Mola wangu ujalie mji wangu uwe ni mji wa amani. Kisha akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnama. Kisha ya Allah, baada ya kuwa tayari mji umeshakuwa na amani, na kuomba nikinge mimi na watoto wangu tusije tukawa ni washirikina wa kuabudu masanamu. Kwa hiyo akatanguliza kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aujalie mji kwanza uwe na amani, kisha Allah aweze kuwaepusha na mambo ya ushirikina. Kwa nini tanguliza amani? Kutokana na umuhimu wa jambo hili. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man asbaha minkum muafa fi jasadihi, yeyote atakayeamka asubuhi na hali ya kuwa ni mzima katika mwili wake ni mzima, hauna homa, hauna maradhi, haumwi, ameamka hali ya kuwa ni mzima, aminan fi sirbihi, akawa na amani nyumbani kwake, akawa na amani katika maeneo anakoishi, akawa na amani katika nchi yake, wa indahu qutu yawmihi, na mtu huyo akawa na chakula siku hiyo, Mtume anasema fakaannama hizat lahu dunya, mtu huyo ni kama vile amepewa dunia nzima. Kwa kupewa mambo haya matatu, amepewa afya katika mwili wake, amepewa amani nyumbani kwake, amepewa amani katika maeneo yake, amepewa amani katika nchi yake, lakini Allah akamruzuku, akampa chakula siku moja tu. Siku hiyo mtu huyo ni kama amepewa dunia nzima kutokana na kuwa na neema hizi tatu. Kwa ndugu zangu katika imani, hakuna asiyejua neema ya amani. Amani inapoondoka utashindwa kufanya biashara zako, amani inapoondoka utashindwa kufanya kazi zako, amani kiondoka hautaweza kukaa kama hivi unasikiliza khutba, unasikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, unakwenda msikitini unaswali. Amani kiondoka haya hautaweza kuyafanya.
Ndugu zangu katika imani, huo ndio umuhimu wa amani. Sasa ili amani iweze kupatikana, kuna sababu, kuna mambo ya msingi watu wakiyafanya amani itapatikana. La kwanza kabisa ambalo wanadamu wanatakiwa wazingatie, hasa waislamu wanatakiwa wazingatie, ni taatu ulatul umur, ni kuwatii wenye madaraka, ni kutii uongozi. Watu wakifanya hivyo, amani itatawala katika maeneo yao, amani itatawala katika nchi yao kwa sababu ya kutii uongozi. Dhakara ahlul ilmi annahum qismani, na watu wenye elimu walioisoma hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wanasema ulatul umur, wenye madaraka, wamegawanyika katika sehemu kuu mbili: al-ulamau wal-umarau. Ni maulama walioisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni miongoni mwa watawala, ni miongoni mwa viongozi wanaotakiwa kutiiwa. Wal-umarau, na viongozi ambao wanatawala kwa upande wa serikali, wanatakiwa kutiiwa. Maulama wa dini wanatakiwa kutiiwa, lakini pia viongozi wa kiserikali wanatakiwa kutiiwa, muda wa kuwa hawajaamrisha kuasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-ulama, ama maulama, fahum ulatu umuri al-muslimin, wao ni wataya waislamu, wao ndio wanaotakiwa kuwaelekeza waislamu fi bayani shar'i, katika kuibainisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wana elimu. Wa ta'limi shar'i, na katika kuwahimiza watu waweze kujifunza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hidayatul khalqi ila alhaqi, na kuwaongoza viumbe waweze kuifuata haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maulama, viongozi wa dini, wanatakiwa kutiiwa katika miongozo ambayo wanaitoa kuhusiana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-umarau, ama watawala kwa upande wa serikali, hum ulatul umuri, wao ndio watawala ambao fi dhabti al-amni, wako katika kudhibiti amani. Yani kama hakuna serikali, yawezekana maeneo hayo pasiwe na amani, kwa sababu kila mmoja anafanya anachotaka kukifanya. Kwa kuwepo serikali ndio kunapatikana amani, kwa sababu serikali inawaelekeza waumini, serikali inawaelekeza wananchi kudhibiti amani. Wa himayatu sharia, na kuilinda sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilzamu nasi, na kuwalazimisha watu waweze kuilinda amani. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, atii'u Allah, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala, wa atii'u ar-rasula, na mtiini mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ulil amri minkum, na wenye madaraka miongoni mwenu. Maulama wanafasiri ulul amri wako aina mbili: ulul amri ambao ni maulama wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ulul amri ni watawala kwa upande wa serikali vile vile. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Mtume anasema, ala almar'i almuslimi, ni wajibu juu ya mtu muislamu, as-sam'u wat-ta'a, kuwa ni msikivu, kusikiliza na kutii maelekezo ambayo wanapewa na maulama, maelekezo ambayo wanapewa na serikali yao, fima ahabba, katika mambo ambayo yeye mwenyewe anayapenda, wa kariha, na katika mambo ambayo yeye mwenyewe anayachukia.
illa an yu'mara bima'siyatin, isipokuwa kama ataamrishwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, hapo itakuwa hakuna toaa. Kama kiongozi wa dini anawaamrisha waumini katika jambo ambalo ni kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna ruhusa ya kumtii. Lakini vile vile kama kiongozi wa serikali anawaamrisha waislamu katika jambo ambalo ni kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kumtii. Lakini katika jambo ambalo si kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, si maasiya, si dhambi, muislamu anatakiwa kuwatii maulama, muislamu anatakiwa kuwatii viongozi wa serikali. Kisha Mtume akasema fa idha umira bima'siyatin, ikiwa muislamu ataamrishwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, fala sam'a wala ta'a, hakuna kusikiliza wala hakuna kutii. Muttafaqun alayhi. Hayo ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwaelekeza umma wake wawe ni wenye kuwatii wenye mamlaka miongoni mwao. Katika hadithi nyingine ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah anasema, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani, yeyote atakayenitii mimi mtume, faqad ataa Allah, mtu huyo atakuwa amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asani, na yeyote atakayeniasi mimi akaenda kinyume na maelekezo na mafundisho yangu, faqad asa Allah, huyo atakuwa amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yuti'il amira, na yeyote atakayemtii amiri, na yeyote atakayemtii kiongozi, faqad ata'ani, huyo atakuwa amenitii mimi. Wa man ya'sul amira, na yeyote atakayemwasi kiongozi, atakayemwasi amiri, faqad aswani, huyo atakuwa ameniasi mimi. Muttafaqun alayhi. Ndugu zangu katika imani, maelekezo ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwatii wenye mamlaka katika maulama na katika upande wa serikali, dalili hizi ziko nyingi. Muislamu anachotakiwa ni kutekeleza, Muislamu anachotakiwa ni kufuata muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatopata hasara mtu ambaye anafuata muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo waumini wa kawaida unaweza kukuta wanawadhalilisha viongozi wao, iwe ni viongozi kwa upande wa dini, iwe ni viongozi kwa upande wa serikali, wanawadhalilisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ahana sultana, yeyote ambaye atamdhalilisha kiongozi, ahanahu Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala atamdhalilisha mtu huyo. Kwa kiongozi hatakiwi kudhalilishwa, kiongozi hatakiwi kuombewa dua mbaya. Leo unaweza kukuta watu wanamuombea dua mbaya kiongozi, anakuwa ni mbaya kweli, na akiwa ni mbaya, matatizo na shida zitarejea kwa hao waumini ambao wamemuombea mabaya, wamemuombea kiongozi huyu awe ni mbaya. Kwa ndugu zangu katika imani, haifai kumdhalilisha kiongozi. Lakini leo katika mitandao ya kijamii, viongozi wa dini wanadhalilishwa na watu wa kawaida tu. Mtu hajasoma na hajui dini hata kidogo, lakini anawadhalilisha viongozi wa dini. Lakini vile vile viongozi wa serikali wanadhalilishwa katika mitandao ya kijamii. Jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikemea na ameeleza wazi kwamba atakayefanya hivyo na yeye atadhalilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, masahaba walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kunako na jambo la kuwatii viongozi. Wakamuuliza, unaonaje ya Rasulullah, kama kiongozi huyo atakuwa ni dhalim, kama kiongozi huyo atakuwa ni muovu, kama kiongozi huyo atakuwa anatudhalilisha, unasemaje ya Rasulullah? Mtume akasema, isma wa ati, wewe unachotakiwa ni kusikiliza na kutii.
wa in daraba dhaharaka, hata kama ataupiga mgongo wako, hata kama atakupiga unatakiwa kutii. Wa akhadha malaka, na hata kama atachukua mali yako. Haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba Muislamu anatakiwa awe na subira juu ya kiongozi muovu, juu ya kiongozi jeuri, juu ya kiongozi dhalimu. Awe na subira, pamoja na ujeuri wake amsikilize, pamoja na uovu wake amsikilize, kwa sababu endapo atakwenda naye kinyume, madhara yatakayotokea ni makubwa kupita maelezo. Ndugu katika imani, miongoni mwa sababu za kubakia neema ni shukuru ni'amillahi subhanahu wa ta'ala. Ni waislamu kuwa tayari kushukuru neema walizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, washukuru kutokana na neema walizokuwa nazo. Wa min ajalliha ni'mal amni wal istiqrari, na neema kubwa kuliko neema zote ni neema ya amani na utulivu. Fa innahu bishukri tadumu wa yazdadu, kwani kutokana na watu kushukuru neema ya amani, neema hiyo itadumu na itakuwa ni yenye kuongezeka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema la in shakartum la azidannakum, ikiwa mtashukuru neema ambazo nawapa nitawazidishia neema mbalimbali. Kwa hiyo watu wakimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na neema ya amani walionayo, Allah ataidumisha neema ya amani, lakini vile vile ataongeza amani iwe kubwa zaidi. Fa bikufri ni'ami tazulu, na kutokana na watu kuikufuru neema hiyo itaondoka, Allah subhanahu wa ta'ala ataiondosha. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa daraba Allahu mathalan qaryatan, na amepiga Allah mfano wa mji ambao kanati aminatan mutmainatan, mji ambao ulikuwa na amani na ulikuwa na utulivu mkubwa. Yati rizquha raghadan min kulli makanin, mji huo unafikiwa na riziki nyingi tena kwa urahisi, riziki zinazotoka kila mahala katika dunia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mji una neema, mji una riziki zote unazosikia duniani ziko katika mji huo. Fakafarat bi an'amillah, mji huo ukaja ukakufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Faadhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawfi, Allah subhanahu wa ta'ala akauvalisha mji huo vazi la njaa na hofu. Bima kanu yasnaun, kutokana na mabaya waliokuwa wakiyafanya. Hawakuwa ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na neema mbalimbali ambazo wanapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akawavalisha vazi la njaa na akawavalisha vazi la hofu. Watu wakawa wanaogopa, hata kulala watu hawawezi, hata kutoka kwenda kuswali watu hawawezi, wanaogopa. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala kutupigia mfano huu ni kwamba watu washukuru neema ya amani walionayo. Wakiikufuru, Allah subhanahu wa ta'ala ataiondoa amani hiyo na atawaletea hofu. Falamma kafarat an-ni'ma, mji huu ulipokufuru neema ya amani waliokuwa nayo na riziki walizokuwa nazo, abdalaha Allahu al-ju'a, Allah subhanahu wa ta'ala akawabadilishia kuwapa njaa mahalla rizqi, sehemu ambayo ilikuwa na riziki ikaondoka pakawa pana njaa. Wal khawfa mahalla at-tumanina, na vile vile akawapa hofu ikaondoka sehemu ambako kulikuwa na amani, kulikuwa na utulivu kaondoka, amani kaondoka, na hofu ikawa ni yenye kutawala kutokana na watu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ambayo walikuwa nayo. Kwa hiyo inapofikia mahala watu wameshiba amani,
watu wamelewa amani, Allah ataiondoa amani hiyo, awaletee watu hofu, watakaa kwa uoga, watakaa kwa hofu. Kwa miongoni mwa sababu za kudumu amani ni waislamu kuwa ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na neema ya amani. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sababu za kudumu amani ni almawaddatu wattaalufu wa islahu dhati albayn, ni watu kupendana na watu kushikamana na watu kuwa pamoja na kuwafanyia sulhu wale ambao wamekosana. Inapofikia mahala watu wamekosana, watu wametofautiana, watu hao wanafanyiwa sulhu mara moja. Ikiwa jamii itakuwa inaishi kwa utaratibu huu, amani itadumu. Ikiwa wananchi wanaishi kwa utaratibu huu, amani itakuwa ni yenye kudumu. فالأمن والطمأنينة نتيجة لانتشار الحب والإخاء. amani na utulivu ni matunda ya kuenea mapenzi kati ya wananchi, ni sababu ya kuenea mapenzi kati ya Waislamu na undugu kati ya Waislamu. Qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na umuhimu wa kuwasuluhisha watu, Allah anasema la khaira fi kathirin min najwahum, hakuna khairi katika minong'ono yao mingi, hakuna khairi katika mazungumzo yao mengi, illa man amara bisadaqatin, isipokuwa khairi ipo katika kuamrisha watu watoe sadaka. Khairi iko hapo. Maneno haya yanayosemwa na mwenye kuamrisha kutoa sadaka, maneno hayo ni ya khairi. Au maarufin, au mtu anayeamrisha jambo jema, jambo zuri, akaliamrisha, ile sauti yake na maneno yake ya kuamrisha jambo jema, mnongono huo, maneno hayo yatakuwa ni maneno ya khairi. Au islahin baina nas, au kuwasuluhisha kati ya watu waliotetana, watu ambao wamekosana, akakaa kuwasuluhisha, jambo hilo ni jambo la khairi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa man yaf'al dhalika, na yeyote atakayelifanya hilo, akafanya mambo hayo matatu, akaamrisha watu watoe sadaka, akawaamrisha watu wafanye mema, akawasuluhisha watu ambao wamekosana, Allah anasema atakayefanya hivyo ibtighaa mardhatillah, anafanya hivyo kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, fasawfa nu'tihi ajran adhima, huyo tutampa malipo makubwa. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sababu za watu kudumisha amani ni watu kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni watu kushikamana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni watu kufanyiana sulhu pale ambako watu watakuwa wamekosana, ili watu wakae kwa amani na watu wasikae kwa kubughudhiana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tabaghadhu, msibughudhiane, wala tahasadu, wala msihusudiane, wala tadabaru, wala msipiane migongo, msikimbiane, wala taqata'u, wala msikatane, wakunu ibadallahi ikhwana, na kuweni ni waja wa Allah hali ya kuwa nyinyi ni ndugu. Kisha mtume akasema wala yahillu limuslimin, wala haifai kwa muislamu, wala si halali kwa muislamu an yahjura akhahu fawqa thalathin, kumuhama ndugu yake zaidi ya siku 3, hawasalimiani, hawajuliani hali, wanakaa kwa uadui. Haifai kwa muislamu yeyote ambaye anamwamini Allah na siku ya mwisho, hawezi akafanya hivyo. Kwa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sababu za kudumisha amani ni watu kupendana na kushikamana na kushirikiana katika mambo ya khairi. Jambo hilo litadumisha amani kati ya Waislamu.
Lakini miongoni mwa sababu za kudumisha amani ni al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, ni kuamrisha mema na kukataza mabaya. Unapoona mtu hafanyi mema, muamrishe. Unapomuona mtu anafanya mabaya, mkataze. Usije ukasema shauri yake. Mabaya haya ambayo anayafanya, yakija mabalaa, ikija adhabu, na wewe ambaye ulisema shauri yake, adhabu hiyo itakukuta mpaka na wewe. Leo panapokosekana amani, wanaumia watu, hata wale ambao hawajasababisha kukosekana kwa amani wanaumia na wanapata madhara. Kwa tunapoona kuna watu wanataka kuvunja na kuiharibu amani ya nchi, kila mmoja asimame katika hili, amrishe mema, akataze na huu ubaya wa kuivunja na kuiharibu amani ya nchi yetu. La mwisho ni ad-du'a bidawami al-amni, ni watu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ili amani iweze kutawala, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ili amani iweze kudumu. Tumeona Nabiullah Ibrahim alayhi salam alikuwa akimwomba Allah mara kwa mara, Allah adumishe amani katika nchi yake, Allah adumishe amani katika maeneo yake. Na sisi vile vile tumuige Nabiullah Ibrahim, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuidumisha amani ya nchi yetu. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أحبة، خطبة yetu ya leo inatuelezea neema ya amani na utulivu. Na neema hii inahusudiwa na watu wengi, maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Neema yoyote ambayo unayo huwa ina mahasidi, ina watu ambao wanaihusudu. Kwa wale mahasidi wanaweza wakatumia watu miongoni mwetu ili fikie mahala neema hii inaondoka. Sasa kila mmoja katika sisi anatakiwa awalinganie watu na kuwaambia watu umuhimu wa amani. Akhiran, khutba yetu ya mwisho tutaangalia jambo moja miongoni mwa mambo ambayo ni sababu ya kuivuruga na kuivunja amani tuliyokuwa nayo, ala wahia almudhaharatu. Na jambo hilo si lingine, ni maandamano. Maandamano ni miongoni mwa mambo ambayo yanaharibu amani. Kijana wa Kiislamu unapotaka kuandamana, jaribu kuulizia na kuangalia, je, Uislamu unaruhusu kitu kinachoitwa maandamano? Dini yako inakuruhusu uandamane? Maulama wamelikemea sana jambo hili na wamewatahadharisha Waislamu na jambo hili la maandamano, kwamba maandamano si katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maandamano hayafai katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja aliulizwa shekhe mmoja ambaye ni maarufu, anaitwa Ibn Baz, Abdul Aziz Ibn Baz. Watu wakamuuliza, katika nchi yetu kuna udhalim, katika nchi yetu kuna dhulma kubwa, katika nchi yetu tunadhalilishwa. Je, tukaamua kudai haki yetu kwa kuingia barabarani,
kwa kufanya maandamano, je, hii itakuwa ni ilaju? Je, hii itakuwa ni tiba ya kuondoa hii dhulma, tiba ya kuondoa udhalilishaji? Itakuwa ni tiba ya sisi kupata haki? Tueleze ewe alim, tuambie ewe mjuzi kunako na jambo hili. Ibn Baz anasema la al-mudhaharat an-nisaiya war-rijaliya, sioni maandamano ya wanawake na wanaume wakatoka barabarani wakawa ni wenye kuandamana, mimi sioni min al-ilaji, kwamba hiyo ni tiba, kwamba hiyo ni solution, kwamba hiyo ni sababu ya kupata haki yenu, kwamba hiyo ni sababu ya kuondoa udhalimu. Mimi sioni kwamba hiyo ni sababu. Walakini ara, lakini mimi ninaona annaha min asbabil fitani, kwamba maandamano ni sababu ya fitna. Endapo mtaandamana, yawezekana fitna ilikuwa ni ndogo, fitna itakuwa ni kubwa. Wa min asbabi shururi, na maandamano ni miongoni mwa sababu za shari. Mkiandamana fitna itakuwa ni kubwa, mkiandamana shari itakuwa ni kubwa. Kwa kupitia maneno haya ambayo yamezungumzwa siku nyingi na alimu huyu, kwa haya yaliyotokea tangu juzi na jana katika nchi yetu, katika baadhi ya maeneo, watu wameyaona fitna ilivyoendelea, shari ilivyoendelea katika maandamano. Kila mmoja anatoka katika maandamano akiwa na nia yake. Kwenye maandamano kuna ambao wanatoka kwenye maandamano kwa ajili ya kuiba, kuna ambao wanatoka kwenye maandamano kwa ajili ya kuharibu mali za watu. Katika maandamano kuna watu ambao wanaandamana kwa ajili ya sababu zao ambazo wanazijua wao wenyewe. Kwa maandamano yana shari kubwa, na maandamano ni dhulma, na maandamano ni shari kubwa. Wa min asbabi, Sheikh anasema, wa min asbabi dhulmi an-nasi wa ta'addi ala ba'd an-nasi bighairi haqqin, maandamano ni sababu ya kuwadhulumu watu pasina ya haki. Leo ni watu wangapi ambao wamedhulumiwa, magari yao yamechomwa moto, nyumba zao zimechomwa moto, wengine wamepigwa, kwamba kwa nini wewe hautoki kwenye maandamano? Anapigwa, anaumizwa. Haya yote yamezalishwa na haya maandamano. Kwa katika maandamano kuna kudhulumu watu pasina ya haki, lakini pia kuna kuwafanyia watu uadui pasina ya haki. Ndugu zangu katika imani, hawa ndio maulama wetu wanatueleza hivyo, kwamba maandamano ni kitu ambacho hakifai. Lakini hata na wale ambao ndio waanzilishi wa maandamano, ambao wao hawana dini, waanzilishi wa haya maandamano ambayo yanapingwa na Uislamu,